mtu hawezi kwenda kazini leo kwa sababu ana kiafya haiko vizuri. Lakini pia unapita mwenyewe kuangalia watu wasafi, kama mtu yuko smart kuingia kazini. Washiriki wa mafunzo hayo walipata nafasi ya kuzungumza na Usalama TV na walikuwa na haya ya kusema. Nashukuru sana kwa mafunzo ambayo tumepata. Kwa kweli tumeona kwamba tulikuwa tumepungukiwa wapi, na tunashukuru sana kwa wafunzi wetu, wametupitisha sehemu nzuri, sehemu ambazo tulikuwa hatuelewi na sehemu ambazo tulikuwa tumesahau, kwa sababu ukichukua mafunzo uwezo kama unakumbuka vyote siku zote. Kwa hiyo ni kama refresh fulani. Tunashukuru sana na tutatenda kazi basi kwa msaada wa Mungu. Asanteni. Nimefurahi sana kwa mafunzo, japo moja yametusaidia baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tumeshasahau tumekumbuka, na tunaahidi kufanya vizuri zaidi ya hapa. Nashukuru sana kwa mafunzo ambayo tumeletewa kwenye kiwanda chetu. Yameweza kutusaidia na kutuboost sehemu ambazo pengine tulikuwa tumeshasahau. Tunashukuru sana kwa maana tumekuwa vizuri sana, makamanda zetu wamekuwa makini sana kutupa vitu ambavyo tulikuwa tunavihitaji, na sisi tunashukuru sana kwa kweli. Na nilikuwa napenda kuzungumzia jeshi la polisi kwamba ushirikiano wao umekuwa ni mzuri sana na kampuni yetu. Tunashukuru sana kwa kukutana na changamoto nyingi, lakini tumekuwa tukizitatua kadri zinavyokuja. Lakini tukagundua kwamba changamoto nyingi zinatokana kwa namna moja au nyingine kutokana na kutokuelewa, au kwa sababu huenda labda hawajapitia mafunzo. Tukajadiliana katika idara ambapo tulileta mapendekezo kwenye uongozi kwamba ni vema tufanye mafunzo ili yaweze kutusaidia kwa vijana wetu kuelewa, ukakamavu na tabia njema. Kwa hiyo tukaona kwamba ni muhimu sana tuangalie namna ya kuwekeza katika mafunzo ili watu wetu, wafanyakazi wetu, hasa wanaofanya kazi ya ulinzi na usalama kazini, waweze kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu namna wanavyoweza kufanya kazi yao professional. Polisi jamii mkoa ndio wanaweza kutusaidia kwenye shughuli hiyo. Haya ya usalama ulinzi katika kiwanda hiki cha ITRA Fertilizers Company Limited kilichopo Nara mjini Dodoma tarehe 19 Januari na leo tarehe 30 Januari tumehitimisha. Tunashukuru kwamba waliweza kututambua, wakatupa nafasi kama wakufunzi katika mada mbalimbali ambazo tumeweza kuwasilisha, na tunashukuru tu kwamba vijana wako vizuri pale hatua tuliowakuta, na mpaka sasa hivi tulioacha tunaamini kwamba ulinzi utaimarishwa katika eneo hili. Mada ambazo tumeweza kuzipitia ikiwepo maadili, mawasiliano, ukakamavu, jambo ambalo tumelishika kidete kweli. Kila siku tulikuwa tunafanya tarehe waweze kujua masuala mbalimbali nyeti kuhusu tarehe, lakini swala la ukatili wa kijinsia tumefundisha, na masuala mengine ya report writing. Tunatarajia kwamba ile nadharia ya polisi jamii, proactive measures, imeweza kuzingatiwa, kwamba mianya yote ya uvunjifu wa amani, kufanya wizi, uingiaji, tumewawezesha askari waweze kubaini na namna kuweza kutoa taarifa na pengine namna ya kukabili wao kama wao. Lakini pia endapo itatokea chochote, tujue kwamba anatakiwa afanye wajibu gani yeye kama mlinzi. Tunaamini kwamba ni chachu ambayo itatoa hamasa kwa mashirika mengine kwamba sisi kama sisi ni wataalamu, lakini pia ni wakufunzi. Tunaweza tukapewa nafasi hiyo na tukaweza kuwanoa vijana, kwa sababu tunaamini katika utawala lazima swala zima la refresh lazima lifanyike. Mtu anaelewa, lakini refresh lazima ifanyike, kurudisha akili yake iwe timamu na mwili katika